Jambo na karibu wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kongo Post News. Tunawakaribisha tena katika taarifa yetu ya habari asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka 2026 kutokea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Kongo Post News, kituo chako chema na bora cha matangazo kinachokuletea matangazo ya habari kila siku na kwa muda wote kutoka mashariki mwa DRC. Na katika matangazo yetu ya habari ya asubuhi tuongelea vita kati ya waasi na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoungwa mkono na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Mpendwa wasikilizaji na watazamaji, karibu katika taarifa hii ya habari ya asubuhi. Karibu. Tuende na habari kutoka katika mkoa wa Kivu Kusini ambako shuhuda ya kusikitisha unaendelea kujitokeza kufuatia mapigano yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwanamke mmoja aliyenusurika katika shambulio la bomu lililotokea tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika kijiji cha Mlima wilayani Fizi mkoani Kivu Kusini ameeleza kwa uchungu jinsi alivyopoteza mtoto wake wakati wa shambulio hilo. Kwa mujibu wa ushuhuda wake, Bibi Mwajuma alisema kuwa asubuhi ya siku hiyo ilikuwa ya kawaida kabla mlipuko huo mkubwa kusikika na kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi. Alieleza kuwa yeye pamoja na mmoja wa watoto wake walijeruhiwa huku mtoto mwingine akifariki dunia kutokana na majeraha aliyoyapata wakati wa shambulio hilo. Taarifa iliyosambazwa pamoja na ushuhuda huo inadai kuwa mashambulizi hayo yalihusisha ndege zisizo na rubani yaliyohusishwa na Rwanda pamoja na muungano wa waasi wa Twirwaneho Red Tabara na M23. Hata hivyo, madai hayo hayajathibitishwa kwa njia huru na pande zinazotajwa hazijatoa kauli rasmi kuhusu tukio hilo. Wakazi wa eneo la Mlima wanasema tukio hilo limeacha majonzi makubwa, huku familia nyingi zikikumbwa na vifo, majeraha na kulazimika kukimbia makazi yao kwa hofu ya kuendelea kwa mapigano. Mashirika ya kibinadamu yamekuwa yakieleza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa mateso ya raia katika maeneo yanayoathiriwa na vita, hasa wanawake na watoto ambao mara nyingi ndio waathirika wakubwa. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa mashambulizi dhidi ya maeneo ya raia yanaongeza mgogoro wa kibinadamu na kuzidisha idadi ya wakimbizi wa ndani katika jimbo la Kivu Kusini. Wametoa wito kwa pande zote zinazohusika kuheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu na kuhakikisha usalama wa raia. Kwa sasa uchunguzi wa kina kuhusu mazingira ya tukio hilo unatarajiwa ili kubaini kwa uhakika kilichotokea na kuwajibisha wale wanaobaini kuhusika. Hiyo ilikuwa ripoti kuhusu ushuhuda wa mwanamke aliyenusurika katika shambulio la tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026 huko Mlima wilayani Fizi mkoani Kivu Kusini. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa DRC ambako baada ya wiki kadhaa za mapigano makali katika maeneo ya Walikali na Masisi mkoani Kivu Kaskazini, hali ya utulivu wa muda imeanza kushuhudiwa kwenye baadhi ya maeneo ya mstari wa mbele. Hata hivyo, vyanzo vya usalama vinaonya kuwa utulivu huo bado ni wa tahadhari, huku pande zinazokabiliana zikiendelea kujipanga upya na kuimarisha nafasi zao za kijeshi. Kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni, mapigano ya mwisho katika eneo la Kisimba wilayani Walikali yaliripotiwa tarehe 7 mwezi wa 7 katika jiji la Minjenje. Inadaiwa kuwa wapiganaji wa M23 walijaribu kurejesha udhibiti wa eneo hilo, lakini walizuiliwa na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC ambao wanashirikiana na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Tangu wakati huo eneo hilo limeendelea kuwa katika hali ya utulivu wa muda. Katika wilaya jirani ya Masisi, mapigano ya mwisho yalitokea tarehe 12 na tarehe 13 mwezi wa 7 katika maeneo ya Nkingwe na Malemo. Baada ya mapigano hayo, vikosi vya FARDC na Wazalendo vilijiondoa kutoka maeneo hayo kama sehemu ya kujipanga upya, hali iliyoacha utulivu wa muda lakini pia kuibua hofu ya kurejea kwa mapigano. Licha ya ukimya wa silaha katika baadhi ya maeneo, taarifa kutoka kwa wakazi na vyanzo vya usalama vinaeleza kuwa pande zote zinaendelea kuongeza wanajeshi na vifaa vya kijeshi kwenye mstari mbele, hususan katika mimili ya Kashebere, Kibati na maeneo yanayounganisha Walikale na Masisi. Hali hiyo inaongeza hofu kuwa mapigano yanaweza kutokea tena wakati wowote. Wananchi wanaoishi karibu na maeneo ya mapigano wanaendelea kuwa na wasiwasi mkubwa. Wengi wao wamekimbia makazi yao katika wiki zilizopita, huku wengine wakisubiri kuona kama hali ya usalama itaimarika kabla ya kurejea manyumbani. Mashirika ya kibinadamu yanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali hiyo kutokana na athari zake kwa raia.
Kwa sasa, ingawa milio ya risasi imepungua katika baadhi ya maeneo ya Walikale na Masisi, hali ya usalama bado ni mbaya. Wachambuzi wanaonya kuwa bila hatua madhubuti za kisiasa na kidiplomasia, utulivu huu wa muda unaweza kuvunjika na mapigano makali yakarejea. Hiyo ilikuwa ripoti ya habari kuhusu hali ya usalama katika maeneo ya Walikale na Masisi mkoani Kivu Kaskazini, ambako utulivu wa muda unashuhudiwa huku pande zote zinazohusika zikiendelea kujipanga upya ili waanzishe tena mapambano. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa DRC, ambako uongozi wa hifadhi ya taifa ya Kahuzi-Biega umelaani vikali kuuawa kwa sokwe ambaye ni miongoni mwa wanyama walio katika hatari kubwa ya kutoweka. Tukio hilo limetokea tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika eneo la mabwawa ya Musisi karibu na barabara ya taifa namba 3 wilayani Kale mkoani Kivu Kusini. Katika taarifa iliyotolewa tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026, uongozi wa hifadhi hiyo ulieleza kuwa mtu anayeshakiwa kuhusika na mauaji hayo tayari amekamatwa na kuhamishiwa kwa mamlaka za mahakama mjini Walikale mkoani Kivu Kaskazini ili afikishwe mbele ya sheria. Hifadhi ya Kahuzi-Biega imesitiza kuwa sokwe wa aina hiyo ni viumbe ambavyo vinalindwa kikamilifu chini ya sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi wa hifadhi hiyo wameeleza kuwa mauaji ya wanyama hao ni pigo kubwa kwa juhudi za kuhifadhi urithi wa asili wa taifa na kulinda viumbe walio hatarini kutoweka. Hata hivyo, uongozi wa hifadhi umebainisha kuwa tangu hali ya usalama kuzorota katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini kuanzia Februari mwaka 2025, doria za walinzi wa mazingira zimesimamishwa katika maeneo mengi ya hifadhi. Hali hiyo imepunguza uwezo wa kufuatilia na kuzuia vitendo vya uwindaji haramu pamoja na uharibifu wa mazingira. Hifadhi ya taifa ya Kahuzi-Biega imepongeza mamlaka za kiraia na kijeshi kwa ushirikiano wao uliofanikisha kumkamata mtuhumiwa huyu. Pia imetoa wito kwa vyombo vya sheria kuhakikisha kesi hiyo inafikishwa mwisho na kwamba kila atakayebainika kuhusika na ujangili au uharibifu wa wanyamapori wanaolindwa wawajibishwe na kwa mujibu wa sheria. Hiyo ilikuwa ripoti ya habari kuhusu kuuawa kwa sokwe katika eneo la Kale, tukio lililozua wasiwasi kuhusu usalama wa wanyamapori katika eneo la hifadhi ya taifa ya Kahuzi-Biega. Asante. Tuende na habari kutoka mashariki mwa DRC, ambako mashirika mbalimbali pamoja na vyanzo vya ndani vinaendelea kueleza wasiwasi kuhusu hali ya usalama katika eneo la Rubaya wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa madai yaliyotolewa, eneo hilo linadhibitiwa na AFC M23 ambao serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwatuhumu kuwa wanaungwa mkono na nchi ya Rwanda. Linatajwa kushuhudia uchimbaji usiofuata taratibu za usalama, hali inayosababisha ajali ya mara kwa mara migodini. Taarifa hizo zinadai kuwa watoto ni miongoni mwa wanaohusishwa katika shughuli za uchimbaji wa madini, jambo linalozua wasiwasi mkubwa kuhusu ukiukwaji wa haki za watoto na sheria za kimataifa zinazokataza ajira za watoto katika kazi za hatari. Maporomoko ya udongo yanaripotiwa kutokea mara kwa mara yakisababisha vifo vya wachimbaji wengi. Kwa mujibu wa madai, tangu kuanza kwa mwaka 2026 zaidi ya wachimbaji wa madini 100,000 wakiwemo watoto wamepoteza maisha kutokana na maporomoko ya migodi yanayohusishwa na uchimbaji usio rasmi na usiozingatia viwango vya usalama. Hata hivyo, idadi hii haijaweza kuthibitishwa kwa kujitegemea na vyanzo huru. Vile kuna madai kwamba wasi hao walazimisha baadhi ya wananchi kutoka maeneo ya Masisi, Kale na Nyiragongo kufanya kazi migodini. Wengine inadaiwa kuwa uvutwa na hadi ya kupokea franga za Kongo 1,100 au 100,000 wakati wa kujiunga, lakini baada ya kuanza kazi hawapati malipo yanayowaridhisha. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa migodi ya coltan ya Rubaya pamoja na migodi ya dhahabu ya Twangiza inaendelea kuwa muhimu mkubwa kiuchumi katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Kinshasa imekuwa ikidai kuwa mapato yanayotokana na biashara haramu ya madini yanachangia kufadhili shughuli za makundi yenye silaha na kuendeleza mapigano katika eneo la Kivu Kaskazini na Kivu Kusini au ukanda wa maziwa makuu.
Kwa upande wake, Rwanda imekuwa ikikanusha mara kwa mara tuhuma za kuunga mkono waasi wa M23. Wakati huo mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yanaendelea kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchunguza kwa kina madai ya matumizi ya watoto migodini, ajira za kulazimishwa pamoja na biashara haramu ya madini ili wahusika wawajibishwe na rasilimali za Kongo ziwanufaishe wananchi badala ya kuchochea vita. Hadi sasa hali ya usalama katika maeneo ya Rubaya na sehemu nyingine za Masisi inaendelea kuwa mbaya, huku maelfu ya wananchi wakikabiliwa na changamoto za kiusalama na kibinadamu. Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikaribishe moja kwa moja katika habari zetu za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu. Na Iran. Rais wa Ujerumani akaribisha makubaliano ya mpango wa mageuzi ya kiuchumi. Na rais wa Ukraine amuru mabadiliko kadhaa katika serikali yake. Habari kamili. Washington. Marekani imeendelea kuishambulia Iran hii leo Jumapili kufuatia Iran kuishambulia meli ya kubeba mizigo katika mlango bahari wa Hormuz, hatua iliyopelekea meli hiyo kuwaka moto huku mfanyakazi wake mmoja akiwa hajulikani aliko. Iran imejibu shambulizi hilo la Marekani kwa kulenga nchi kadhaa za Mashariki ya Kati zikiwemo Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan na Oman. Oman ni nchi iliyoko upande mwingine wa mlango wa Hormuz na Tehran imekuwa ikiitaka ishirikiane nayo katika kusimamia usafiri wa meli katika njia hiyo muhimu ya bahari. Mapigano hayo yameibua maswali mapya kuhusu makubaliano ya muda yaliyofikiwa kati ya Iran na Marekani mnamo Juni 17. Makubaliano hayo yaliweka kipindi cha siku 60 chenye lengo la kufikia suluhu ya kudumu ya vita kati ya pande hizo mbili. Mlango wa bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu kwa usafirishaji wa mafuta na gesi asilia duniani, umeendelea kuwa kikwazo kikuu katika mazungumzo kati ya pande hizo mbili. Berlin. Rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier amepongeza makubaliano yaliyofikiwa na serikali ya muungano kuhusu mpango wa mageuzi kwa lengo la kuimarisha uchumi. Steinmeier amesema mpango huo ni muhimu na unaweza kuwa mwanzo wa hatua mpya baada ya miezi kadhaa ya mivutano ya kisiasa. Akizungumza katika mahojiano na kituo cha televisheni cha ZDF, Rais Steinmeier amesema huenda nchi yake kwa sasa ikawa inashuhudia mwanzo wa awamu mpya katika sera za serikali ya muungano. Mapema mwezi Julai, serikali hiyo ya muungano inayoongozwa na chama cha kansela Friedrich Merz cha CDU pamoja na chama cha Social Democrats SPD iliwasilisha kifurushi cha mageuzi chenye vipengele 34. Vipengele hivyo ni pamoja na kupunguzwa kwa kodi ya mapato kwa familia zenye kipato cha chini na cha kati, marekebisho ya mfumo wa pensheni unaozidi kuporomoka, sheria kali za likizo ya kuugua wafanyakazi na kupunguza urasimu unaokandamiza nchi. Merz amesema lengo kuu la mageuzi hayo ni kuboresha uchumi na kurejesha ushindani. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametangaza mabadiliko makubwa ndani ya serikali yake, ambapo amependekeza kubadilishwa kwa waziri mkuu Yulia Sridenko pamoja na wakuu wa baadhi ya vyombo vya utekelezaji wa sheria. Zelensky hakuweka wazi ni nani atakayechukua nafasi ya waziri mkuu huyo na pia hakutoa sababu za kufanya mabadiliko hayo. Akiandika katika mtandao wake wa X, Zelensky alimshukuru Sridenko kwa kazi yake aliyoitaja kuwa ya ufanisi mkubwa, akisema kwa sasa amempa majukumu mengine muhimu katika sekta ya mahusiano mema na mshirika muhimu wa Ukraine. Katika taarifa yake, Zelensky aliorodhesha mambo ambayo nchi yake inapaswa kufanyia kazi haraka, ikiwemo kuharakisha mchakato wa kujiunga na Umoja wa Ulaya na kuimarisha maeneo yake ya mpakani. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Doha. Aliyekuwa kiongozi wa Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 74 kulingana na taarifa ya serikali iliyotolewa leo Jumapili kwa vyombo vya habari. Qatar imepoteza mtu muhimu aliyechangia pakubwa nchini humo. Biqulubin mu'minatin biqada'i Allahi wa qadarihi, kwa unaokubali mapenzi na makadirio ya Mwenyezi Mungu, ofisi ya kiongozi wa Qatar inaomboleza kifo cha kiongozi mashuhuri wa taifa, mtukufu Amir mustaafu na baba wa taifa Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Mwenyezi Mungu amrehemu.
amefariki dunia asubuhi ya tarehe 24 Muharram 1444 Hijria inayolingana na Julai 12, 2026 akiwa na umri wa miaka 74. ناهز 74 عاما. Sheikh Hamad aliongoza taifa hilo la Guba kwa takriban miaka 20 kuanzia mwaka 1995 hadi mwaka 2013 na pia ni baba wa kiongozi wa sasa wa Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Dakar. Shirikisho la soka la Senegal FSF limemtimua kocha mkuu wa timu ya taifa Pape Thiaw wiki moja na nusu baada ya Senegal kuondolewa kwenye kombe la dunia baada ya kufungwa na Ubelgiji mabao 3-2. FSF imesema Thiaw aliyechukua nafasi ya kuiongoza Senegal tangu mwaka 2024 pamoja na timu yake yote ya kiufundi wameondolewa kwenye majukumu yao. Thiaw alizua utata wakati wa fainali ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON kati ya Senegal na Morocco Januari 18 alipowaamuru wachezaji wa timu hiyo kuondoka uwanjani kulalamikia uamuzi wa mechi hiyo. Baadaye walirejea uwanjani na kushinda mechi hiyo, lakini wakapokonywa taji hilo la AFCON na kupewa Morocco kutokana na hatua ya kocha huyo. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari, Patrick Vieira, mwanasoka wa zamani wa Ufaransa, ni miongoni mwa wanaotajwa kuwa na nafasi ya kuchukua jukumu la kuinua Senegal. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Mimi ni Amina Abubakar. DW Sura ya Ujerumani. Na kukaribisha kwenye makala nyingine ya Sura ya Ujerumani. Ni wakati wa kusikia maswala na matukio ya hapa. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu habari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka 2026. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kabisa kupitia mtandao wetu wa YouTube, hakikisha una subscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone na comment vile vile una partage. Wala unaweza kutuandikia kwa namba ambayo inaendelea kuona kwenye video kwenye screen yako, na ukatupatia maoni yako aiza mapendekezo yako baada ya kusikiliza matangazo yetu habari paka mwisho, na ukatujuza unaendelea kutufuatilia ukiwa sehemu gani, na hapo sasa unaweza ukatupatia maoni yako aiza mapendekezo yako. Asante, chao.